Asante sana. Nashukuru Mungu kwa ajili yenu nyote, na mshukuru Mungu pia kwa kutuhifadhi na kutufanya kuwa tukakuwa hai leo, kwamba sio uwezo, sio nguvu, sio ushauri, sio ujasiri wako kwamba ukakuwa hai, ila tu imegharimu mkono wa Mungu. Sasa leo tunaongea yale ambayo Mungu anatuhimiza kwamba tukaweze kuyahifadhi katika mioyo yetu, kwamba tuachane na ndimi zinazoleta maafa, tutangaze amani. Kama iwapo si amani, kwamba tutangaze neno la Mungu, maana neno la Mungu hata likiwa chungu, kwamba tunapaswa kuliweka katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu linatufundisha kwamba Petro walipokutwa na Yesu wakiwa wanavua samaki katika Luka 5 kuanzia 1, inaeleza jinsi ambavyo Yesu aliwakuta akawaita wakuwe wafuasi wake. Hiyo ndio kwamba wafuasi wa Yesu wanapaswa kuhubiri neno la Mungu, wanahubiri umjumuishaji katika mambo na yale ambayo yanayopaswa kutendwa katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwamba Yesu alikuwa anapita katika ile njia, akawakuta Petro na Andrea wakiwa wanavua samaki, akawaita njoo, wakamfuata. Akawaambia kwamba atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa kwa hivyo akakuwa wafuasi wake, his disciples. Alafu alipokuwa akitembea tena akakuta Yohane na Yakobo, akamwambia mnifuate, kwamba mtarudi kuwa wavuvi wa samaki tena, ila tu ni wavuvi wa watu, kwamba wavue watu wawapeleke katika tumaini la milele, kule ambako watakuwa na tumaini kwa Mungu. Hawatatumaini kwa nguvu zao, hawatatumaini kwa hekima zao wenyewe, ila tu watatumaini kwa Mungu. Maana Biblia inasema kwamba amelaaniwa yule ategemeaye hekima zake, anayetegemea nguvu zake, anayetegemea mali zake, kwamba huyo amelaaniwa. Lakini yule amebarikiwa, yule anayetegemea kutoka kwa Mungu kila kitu, kwamba ni ujasiri unapatikana katika neno la Mungu. Tusikilize wale walioteuliwa na wale walioitwa, ili kwamba tuelekeze katika wokovu wa Yawe. Asante. Kwa hivyo kwamba iwapo kwamba imelaaniwa wale wanaotegemea hekima wao ama ufahamu wao wenyewe, kwamba hawataki kufahamu nguvu za Mungu, hiyo inaleta nuksi katika mambo ya kila siku. Kwa hivyo Jeremia chapter 17 nasema kwamba chapter 17 Jeremia chapter 9 verses 23 to 24 inasema kwamba amelaaniwa yule aliyeacha kumtegemea Mungu, akaanza kutegemea njia zake mwenyewe. Kwa hivyo hiyo kwamba tutegemee Mungu, tuachane na yale ambayo tunajua sana. Hata kama yale ambayo tunajua tunayafanya, kila ambacho kinaruhusu tufanye hicho, kila kinapofanya tukaanze kufanya hayo yote, ni Mungu anayeturuhusu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumtafute Mungu kwa nguvu zetu zote, na tumpende, tumtukuze, kwa kuwa yeye ndio mwenye nguvu na mwenye uwezo wote. Bwana asifiwe. Na pia ukisoma katika kitabu cha Methali chapter ama Proverbs chapter 9 verses 10 ama 9 to 10 inaeleza kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mungu ni mwanzo wa fahamu. Kwa hivyo kumcha Mungu, tumche Mungu, tusije tukaleta mzaha katika neno la Mungu, ili kwamba tukaweza kupata hekima. Tusifuate yale ambayo ya dunia hii, ama tufuate wale wapinga Kristo, kwa kuwa hayo yanaleta upinzani katika Kristo. Hayo hayana njia yoyote ya kumtegemea Yawe, hayana njia yoyote ile ya kumtegemea Mwenyezi, kwa kuwa hiyo yote ni ya kupinga Kristo.
lakini kwamba tukimcha Mungu tutajua hakika Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima, na tutafuata hiyo, kwamba tutakuwa na hekima. Tukifuata hiyo njia